Kwa hiyo ni Mungu ndiye baba wa watu wote katika kanisa. Maana yake, kwa nini alisema hivyo? Alikuwa anaondoa mawazo ya Wayahudi ya kwamba Mungu ndio baba yetu. Hawa nao wamemwamini Yesu Kristo, Mungu naye ni baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu naye ni baba yao. Sio tu nini, walipomwamini Yesu Kristo walipata nafasi ya kuwa wana. Kile kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 18, maandiko yanasema hivi, 18 na 19, anasema kwa maana kwa Yesu sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Nataka uone hiyo, watu wa nyumbani mwake Mungu. Nani wanaambiwa? Mataifa. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, na wao sasa Mungu ni baba kwao. Si tu Wayahudi walivyokuwa wanajua, si tu Wayahudi walivyokuwa wanajua, lakini pia na wale waliomwamini Yesu Kristo ambaye ni mataifa, nao Mungu ni baba kwao. Kuondoa kule kujiona kwa mataifa. Unajua hata leo Wakristo wale waliookoka, waliompa Yesu Kristo maisha, wana viburi. Ni watu wana viburi, wanaona wengine hawajaokoka, wanawadharau wengine. Kuna watu leo hii wanaweza kusema sisi ni watu ambao hatumjui Mungu. Na ndicho hichi ambacho Paulo alikuwa anawaambia Wayahudi, ya kwamba hawa nao wametoa maisha yao kwa Kristo, na kama wameyatoa maisha yao kwa Kristo, maana yake ni kwamba na wao kadhalika wanaye Mungu ambaye ni baba. Kisoma Yohana sura ya 1 mstari wa 12, maandiko yanasema hivi, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Nataka uone hiyo. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wote waliompokea, wote waliompokea ndio wale walioamini jina lake. Kwa hiyo wale ambao walimwamini Yesu Kristo, Paulo alikuwa anawaambia Waefeso, wale wote waliomwamini Yesu Kristo ni watoto wa Mungu. Mungu ni baba kwao. Kwa hiyo nyewe Wayahudi, muache kujitenga, msiwadharau. Yajueni ya kwamba hawa nao Mungu ni baba kwao wa wote, manake Wayahudi pamoja na mataifa. Wayahudi waliookoka na mataifa waliookoka, Mungu ni baba wao wote. Lakini tatu, tunajifunza